Bwana, tupo na Mr. William hapa. Mkubwa, mambo vipi? Bwana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kama kawaida. Kama. Naona gari la Selemani Mwalimu limewaka sasa tangu aende kuangalia mechi ya Yanga pale KMC, sasa hivi kila mechi anatupia. Nini siri ya mafanikio? Selemani Mwalimu bado ni mwalimu. Yule kwa namna ambavyo amefanya, kwanza alitoa robo. Ametoa robo kwa goli lake moja, ametupeleka nusu finali. Kwa hiyo tukasema kama mwalimu, yule mwalimu ndio mwalimu wa malecture. Yaani yule ndio mwalimu wa maforward wote, naweza nikasema hivyo, kwa sababu nadhani akitokea nje tena ndo anakuwa ana uhatari zaidi kuliko akianza, kwa sababu ukiangalia mechi ile pia alitokea sub akaja akafanya maajabu akatupeleka robo. Leo hii milango ilikuwa migumu mpaka dakika 65, lakini alipoingia tu tachi yake ya kwanza goli. Kwa hiyo anaonyesha mwalimu ndo mwalimu wa maforward wote nadhani kwa sasa. Kwa sasa hivi yeye ndo striker bora. Yeye kwa sasa hivi ndo wana Yanga wanasema siku ile alienda kujifunza kidogo. Alipoenda kuangalia KMC pale. Magoli yale yalikuwa mepesi sana. Mimi nadhani mwalimu tuje tumwangalie kwenye dabi pia. Unajua kuna wakati mwingine mshambuliaji anaweza akaonekana ni mrahisi kutokana na timu ambavyo imedominate mpira. Mimi kwa upande wangu kuna mchezaji bora na mchezaji mzuri. Mchezaji mzuri ni yule mchezaji ambaye anaonekana kwenye mechi ambayo timu pinzani imedominate zaidi mpira. Hata kama akiwa ni mchezaji mbaya, lakini moja kwa moja ataonekana. Kwa mfano Duke Abuya ni mchezaji mzuri kwa sababu tangu amefika Yanga moja kwa moja kiwango chake ni kile kile, pengine kipande kikishuka kinakuwa pale pale, kwa sababu ameshajitengenezea levels kwamba yuko vile vile. Mchezaji bora ni yule mchezaji ambaye kuna mechi ngumu, kuna wakati mwingine timu pinzani haikupi nafasi, haikupi wewe kwenda kutengeneza nafasi ya aina yote, unakuta moja kwa moja mechi imekuwa ni ngumu, lakini mchezaji bora anaenda kuamua mechi kwenye mazingira magumu. Kama Alan Okello namsema sana, lakini Alan Okello sio mchezaji bora, ni mchezaji mzuri. Anaonekana ambako timu ya Yanga imedominate sana mpira. Jana ameonekana mechi zidi ya Azam, mlisema aonekani mechi kubwa. Lakini ukiangalia moja kwa moja Yanga imedominate sana mpira. Yanga walimiliki sana mpira. Naongelea kuna ile mechi ambayo unakuta mechi ngumu ambayo yeye anaweza akaitoa timu katika eneo iliyopo na kwenda kuamua matokeo. Selemani Mwalimu ni mchezaji bora kwa sababu umeona robo finali. Mechi ilikuwa ni ngumu, lakini unaona mechi ilikuwa inamhitaji yeye. Score na ndo timu moja kwa moja imeenda kwa upepo wake. Angalia mechi ambazo amecheza Alan Okello, mechi zote Yanga alikuwa ana dominate mpira. Angalia mechi ya Pamba, Yanga anamiliki mpira karibia 60%. Kwa hiyo kuna utofauti wa mchezaji bora na mchezaji mzuri. Kitu pekee ambacho kingine nimefurahia jana kwenye mechi ya Yanga, kocha wetu Steve alikuja peke yake kuja kuiangalia mechi na kuangalia mifumo, pengine aibe nini kwa Yanga, angalia wachezaji wenye hatari. Unataka kusemaje? Lakini leo Yanga wamekuja na Costa nzima. Hapo nimeona notebook, wanaandika notebook karibia wanamaliza notebook. Lakini si wanatafuta namna ya kuwafungua zaidi. Kwa nini asije kocha mmoja? Amekuja basi nzima kuangalia na wamekamia huu mzigo, wanataka kombe hili. Sasa wao wanatutafuta na sisi tunawatafuta. Sisi tulikuwa tunawataka zaidi na imeonyesha hivyo kutokana na watu kwa Simba kama anataka kujivunja, lakini nimefurahia kuona dabi ya kwanza kwenye uwanja ule wa Kasim Mpanga ambaye alipanga Simba wakose matokeo. Tumerudi tena pale. Sawa. Mnaenda kukutana na Yanga kwenye dabi 2 mfululizo ndani ya wiki moja. Hii ni historia, haijawahi kutokea katika nchi yetu. Kwa mtazamo wako, mnaweza mkashinda mechi zote 2 au tia maji? Tunaweza kushinda mechi zote 2 kwa sababu kikosi sasa hivi cha kupambana na Yanga tuko nacho. Kwa nini? Nani anakupa nguvu ya kusema hivyo? Wachezaji mimi ambao wamesajiliwa sasa kwenye dirisha dogo, wachezaji wale 5 wale. Nikimwangalia Ribasi, Oniseti Oura, beki wangu, golikipa pia. Kwa moja unaona hao wachezaji mimi wananipa kiburi. Lakini Okello, Dube, Depu wamewaka na kule Depu naye amesharudi sasa hivi kwenye mechi ile, na pia tena nimemfurahi sana kumuona Depu kwa sababu Yanga wanaka kimvuli kao ka kujifichia. Mechi ile ya dabi walisema Pacome anaumwa. Nimefurahi kumuona Pacome yuko fiti. Pia jana nilikuwa nawaza kuhusu Depu yupo. Kwa hiyo nasema siku zote mbaazi ikosa maua usingizia jua. Yanga watakosa visingizio kwenye dabi hiyo. Na sisi kwa upande wetu wachezaji wote wamerudi. Wako fiti kabisa. Kwa hiyo leo tumemkosa Libasi na pia na Roemba, lakini kwenye mechi ya dabi tunawakumbusha kwamba watakuwepo. Ajiandae kwa kazi. Watakuwepo. Tunaanza Zanzibar, tunakuja Meja Isamuye. Mechi moja, hamna mtu kukimbia. Finali nadhani mshindi wa kwanza na mshindi wa pili wote. Tunakuja tena Meja Isamuye. Na mechi ya Meja Isamuye sisi tumewachia wanajeshi. Na pia nawapa warning. Asionekane mganga yeyote kwenye uwanja ule. Mabaunsa wa Yanga watakuwepo. Mabaunsa wa Yanga, hamna steward wa Simba. Kule Meja Isamuye ni kama mbinguni. Njia ni
njia ya kuingia na njia ya kutokea. Na kuanzia sasa hivi mpaka siku ya dabi wanajeshi hawataki kuona mtu yoyote pale, sababu ule uwanja sisi tumewakabidhi jeshi. Kuta Yanga wanajasusi mpaka jeshini. Sio kama majasusi hapa. Kaka, haiwezekaniki kule Meja. Na ndo nadhani ndo mechi pekee ambao wanyama nao watashuhudia mpira, kwa sababu kuna twiga pale. Nadhani baada ya dakika 90 utakuta twiga mpaka wanasikitika hivi. Ndio wanyama pale wataangalia, kwa sababu kuna zoo pale. Nadhani Simba pia naye ataenda kumuona Simba mwenzie pale. Nimefanikiwa kuona ubora mkubwa sana kwa Kratos Chota Chama. Leo ameingia na ametoa assist ambayo imeenda kuisaidia timu na kuamsha morali katika timu. Unamzungumziaje Kratos Chota Chama? Na Chama anamalizia mchezo wake, anamalizia karia yake. Je, unamuona mrithi wa Chama ligi kuu Tanzania bara? Kwa mrithi wa Chama bado mimi kwa upande wangu pengine Morris Abraham anakuja lakini kama anakataa. Chama ni dhahabu ambayo ilikuwa kwenye matope. Dhahabu ikiwa kwenye matope imechafuka, thamani ya dhahabu inakuwa ile, uhitaji maji mengi kuisafisha ili irejee kwenye ubora wake. Unaweza ukachukua hata tissue tu ukafuta. Kwa hiyo tunaweza kusema Chama ni dhahabu iliyokuwa kwenye matope. Anamaliza kali yake, lakini unatamani kama ndio uwe mwanzo mwingine mpya. Ni mchezaji mzuri sana. Yaani ni mzuri sana. Namna ambavyo amefanya, timu ilikuwa imejifunga lakini akaenda akaifungua, akapata pasi nzuri ambayo imetoka pembeni, akaenda akamwekea mwalimu. Dickson Job anakosekana kwenye kikosi cha Yanga. Unahisi inawapa advantage kiasi gani katika kuelekea michezo miwili ya dabi? Hapana, ukiangalia pengo la Dickson Job pale, kuna Bakari Nondo Mwamnyeto, pia hata yule Asinki ni bado ni beki mzuri sana. Mimi nadhani wakati mwingine kwenye dabi unaweza ukawa una wachezaji wa kawaida sana, unapoenda kuifuata dabi mbinu za makocha wakati mwingine zinaweza zikatumika. Unaweza ukawa una wachezaji wa kawaida lakini ukaenda uka win mechi. Mimi nadhani ni mechi ambayo itakuwa ya kimbinu. Kocha wa Yanga ana mbinu, kocha wa Simba pia wana mbinu. Nadhani pia wachezaji psychology. Unajua siku zote mpira unachezwa kwenye ubongo. Miguu hivi ni vitendea kazi tu. Kama tunavyoliona gari linavyotembea matairi, kazi kubwa ni engine na gearbox ambayo inaenda kupush gari. Kwa hiyo nadhani tutashuhudia mchezo wa kimbinu sana, kwa sababu tumeona Yanga namna ambavyo jana walikuwa wanashambulia kwa kasi. Soka lao kidogo lilikuwa la sharpness. Tumewaona pia Simba ambao tunaweza tukasema kocha ameficha silaha au ameficha makucha. Nadhani tarehe 29 tutaenda Simba Sport Club kwenda kuyatoa makucha yetu. Mimi nimeshuhudia Zanzibar kuna waamuzi bora sana. Pengine huyu wa leo ni kwa sababu ametoka huku. Lakini ukiangalia line 1 na line 2 kidogo, unajua Tanzania bara ni kwamba waamuzi wakati kidogo unapataga wazuri. Shida ni kwenye offside. Unaweza ukajiuliza hawa waamuzi wetu hawa wanaochezesha ligi yetu hii ni kama ndo wale wanafunzi walikuwa naigiziaga majibu darasani. Yani unaangalia hivi, yani kwamba amefaulu mtihani kwa kutumia akili ya kuigizia. Waamuzi wakati kidogo wanakuaga wana ubora. Of course makosa yanakuepo kwa upande mmoja, lakini line 1 na line 2 kule ndio inakuwa shida. Lakini nimeshuhudia Zanzibari kuna waamuzi bora sana. Kwa hiyo tusihangaike pia kutumia na waamuzi wa nje. Nadhani waamuzi wetu hawa pia kozi ya VAR nadhani TFF iliyokuwa imeandaliwa na TFF imeisha jana, imemalizika jana kwa awamu ya 4. Kwa hiyo mimi natamani kwenye mechi ya dabi hii wangeanza kutesti, tuone VAR ili kusudi kusiwe kuna lawama. Pia hata Meja Isamuye pale wangetufungia ili kusudi kidogo kuondoa lawama ambazo sintofahamu. Mechi ile Simba tulikuwa tunalalamika tumenyimwa goli la mwalimu, nadhani ingekuwa video analyst tungenufaika. Mechi hii hapa pia ya ambayo inaenda Zanzibar, kwa sababu kile ni kiwanja kizuri, wangetufungia ili kusudi kuondoa lawama. Hakuna ulazima wa marefa kutoka nje. Hakuna waamuzi. Hii ni ligi yetu ni kivyetu. Kwa sababu kama Simba na Yanga itakuwa inaleta waamuzi wa kutoka nje, je, au wengine ambao wanakuwa, kwa nini wasilete hata kwenye mechi ya Mtibwa? Kwa nini iwe kwa Simba tu na Yanga? Mimi nadhani waamuzi wetu ni hawa. Pengine iandalie tu darasa kule TFF, nadhani kile chama cha waamuzi kuwakumbusha kidogo waamuzi wetu ni hawa. Pengine labda tujaribu hata hapa jirani Zanzibar. Shukrani sana.